Ndugu zangu wapendwa, nina wasalimu katika jina la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi ni mtume Joseph Julius Goriama. Ndugu zangu wapendwa, ninawaletea ujumbe wa neno la Mungu wenye kichwa cha habari kinachosema mtumwa wa dhambi ni nani? Mtumwa wa dhambi ni nani? Andiko ambalo nitalisimamia siku hii ya leo linatoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17. Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ndugu zangu wapendwa, kuwa ndani ya Kristo maana yake mtu ametubu dhambi zake, ameziacha, kwa hiyo anafurahia maisha ndani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kuwa ndani ya Kristo maana yake kuishi maisha ya kuiga maisha yale yale ambayo Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyaishi hapa duniani. Sasa mtu ambaye yuko ndani ya Kristo maana yake amewekwa huru mbali na dhambi. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Biblia inasema mwana akiwaweka huru mnakuwa huru kweli kweli. Na Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sasa kwa miaka hii tumekuwa na idadi kubwa ya Wakristo wanaodai wameokoka. Ni jambo zuri kuwa na idadi kubwa ya Wakristo wanaodai wameokoka. Lakini kwa bahati mbaya, Wakristo hawa wasipojua nini maana ya mtumwa wa dhambi, wanaweza wakawa wanadai wameokoka wakati ni watumwa wa dhambi. Sasa fundisho hili ambalo linakujia, lengo lake kubwa ni kujifanya ujikague, ujione, ujichunguze. Wewe ni mtumwa wa dhambi unayedai umeokoka, au wewe ni Mkristo uliye ndani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hata kama unadai umeokoka kwa sababu upo kwenye kanisa la kiroho, kwa sababu upo kwenye kanisa linalohubiri wokovu, lakini nataka nikuambie, Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti maana yake kutengana na Mungu milele na milele. Kila anayeishi katika dhambi anapaswa atarajie milele hawezi kuishi na Mungu baada ya kufa. Sasa ili tuweze kuelewa maana halisi ya mtumwa wa dhambi, lazima tuelewe kipimo. Ndugu zangu, kipimo cha kujua kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi ni kumwangalia Yesu. Yesu Kristo Bwana wetu alipokuwepo hapa duniani, aliishi maisha ya aina zifuatazo. Moja, unapaswa uelewe, Yesu Kristo aliishi maisha kwenye eneo la mawazo yake. Yapo mawazo ambayo Yesu alikuwa anayawaza. 2, upo mtazamo ambao Yesu Kristo alikuwa anatazamia. 3, yapo maneno ya kinywa ambayo Yesu Kristo alikuwa akiongea. 4, yapo matendo ambayo Yesu Kristo alikuwa akiyatenda. 5, upo muonekano ambao Yesu Kristo alikuwa akiuonyesha. 6, yapo mahusiano ambayo Yesu Kristo alikuwa akihusiana. 7, yako maamuzi ambayo Yesu Kristo alikuwa akiyatumikia.
maamuzi ambayo Yesu Kristo alikuwa akiyafanya. 8, iko misimamo ambayo Yesu Kristo alikuwa akisimamia. Sasa ukitaka kujua kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi, mtumwa wa dhambi maisha yake yanapingana au yanatofautiana au hayafanani na maisha ambayo Yesu Kristo aliyaishi. Ndugu zangu, Mungu alimuinua Yesu Kristo awe kielelezo cha kujua kama wewe ni mtu wa haki, ni mtu wa Mungu, au wewe ni mtumwa wa dhambi. Sasa mtumwa wa dhambi anaweza akajielewa, akajijua kwa kumtazama Yesu. Sasa leo nitakusaidia ujue jinsi ya kumtazama Yesu. Leo nitafungua macho yako ya rohoni umtazame Yesu. Alafu ujiulize kama una ujasiri wa kusema umeokoka, kama una ujasiri wa kusema umezaliwa mara ya pili, kama una ujasiri wa kujiita kiumbe kipya, au kama leo utatambua ya kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi unayetakiwa kutubu na kuokoka. Sasa mtumwa wa dhambi, eneo la kwanza, anapaswa aelewe dhambi inakaa kwenye mawazo. Dhambi inakaa kwenye mawazo. Mtu ambaye ni mtumwa wa dhambi, mawazo yake yanaweza kumsaidia kujua ya kwamba yeye ni mtumwa wa dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtumwa wa dhambi mawazo yake wakati wote atakuwa akimwazia Mungu mawazo mabaya. Utakuwa unamwazia Mungu mawazo mabaya. Unamwazia Mungu mawazo mabaya. Yaani yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyekuumba, aliyeumba kila kitu, wewe unamwazia mawazo mabaya. Jua tu wewe ni mtumwa wa dhambi. 2, wewe mwenyewe utakuwa unajiwazia mawazo mabaya. Unajiwazia mabaya wewe mwenyewe bila aibu, utakuwa unajiwazia mawazo mabaya. Hiyo ni dhambi. Jambo lingine la kukusaidia kujua, mwili huo uliopewa na Mungu na viumbe vyake na viungo vyake, tumbo, miguu, kichwa, viungo vyote, utakuwa unawazia mawazo mabaya mwili wako na viungo vyake. Mwili wako unawazia mawazo mabaya. Lakini sio hivyo tu, utakuwa unawazia mawazo mabaya wanadamu wenzako. Wanadamu wenzako utakuwa unawawazia mawazo mabaya. Jua tu kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi. Sio tu wanadamu wenzako, hata wapinzani wako, maadui zako utakuwa daima unawawazia mawazo mabaya. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Sasa hata wenye dhambi wenzako, jambo lingine, wenye dhambi wenzako utakuwa unawawazia mawazo mabaya. Wenye dhambi wenzako. Na mwisho, uumbaji wa Mungu, utakuwa unawazia mabaya wanyama, unawazia mabaya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Fedha unaiwazia mabaya, mali unaziwazia mabaya, ardhi unaiwazia mabaya, misitu unaiwazia mabaya, ndege wangani unawazia mabaya, wanyama unawazia mabaya, miti, mvua, kila kitu utakuta wewe unakiwazia mawazo mabaya. Hiyo ikusaidie kuelewa ya kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo eneo la kwanza la kujijua kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi ni mawazo yako. Mawazo yako katika maeneo hayo 7 niliyoyaeleza. Yesu hajawahi kuwa mtumwa wa dhambi kwa sababu hajawahi kumwazia Mungu mabaya. Hajawahi kujiwazia yeye mwenyewe mawazo mabaya. Hajawahi kuwazia mabaya mwili wake. Hajawahi kuwazia mawazo mabaya wanadamu wenzake. Hajawahi kuwazia mabaya maadui zake. Hajawahi kuwazia mabaya wenye dhambi, wala hajawahi kuwazia mawazo mabaya uumbaji wa Mungu. Huyo ndiyo Yesu unayetakiwa kumtazama kama kielelezo. Jambo la pili, eneo la pili linaloweza kukusaidia kujua ya kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi siku zote anamtazamia Mungu mabaya. Anamtazamia Mungu mabaya, kwamba Mungu hawezi kumtimizia mambo yale aliyomwahidi. Mtumwa wa dhambi anamtazamia Mungu mabaya. Na sio tu kwamba anamtazamia Mungu mabaya, yeye mwenyewe anajitazamia mabaya kumpata. Anajitazamia mabaya. Na ndio maana anaishi maisha hofu, ya mashaka, ya wasiwasi, ya uoga na mambo kama hayo. Anajitazamia mabaya.
hata mwili wake na viungo vyake anautazamia mabaya mwili wake. Mtumwa wa dhambi huyu anautazamia mwili wake mabaya, anatazamia mwili wake utapatwa na mabaya. Hata wanadamu wenzake anawatazamia mabaya yawapate, anawatazamia mabaya wanadamu wenzake. Wenye dhambi anawatazamia mabaya, wapinzani wake anawatazamia mabaya, Wakristo wenzie anawatazamia mabaya. Uumbaji wa Mungu kama wanyama, ndege, ardhi, misitu, kila kitu anakitazamia mabaya. Huyu ni mtumwa wa dhambi anayetakiwa kutubu. Yesu hajawahi kumtazamia Mungu mabaya, hajawahi kujitazamia mabaya, hajawahi kuutazamia mabaya mwili wake, hajawahi kuwatazamia mabaya wanadamu wenzake, hajawahi kuwatazamia mabaya maadui zake, hajawahi kuwatazamia mabaya wenye dhambi, hajawahi kuwatazamia mabaya wapinzani wake, hajawahi kuwatazamia mabaya wafuasi wake. Yesu mwana wa Mungu hajawahi kuutazamia mabaya uumbaji wa Mungu, hajawahi kutazamia mabaya wanyama, ndege wa angani, ardhi, misitu, bahari, maziwa, mito. Hajawahi kutazamia mabaya uumbaji wa Mungu, kwa sababu vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mchukulie Yesu kama kielelezo kwa wewe kujua kama wewe ni mtumwa wa dhambi au wewe ni mwenye haki. Eneo la tatu. Mtumwa wa dhambi anaweza akajielewa kwa maneno ya kinywa chake. Mtumwa wa dhambi anamnenea Mungu maneno ya kuonyesha hamtumaini, hamtegemei, hamtarajii Mungu katika maisha yake. Maneno ya mtumwa wa dhambi yanaonyesha hana tumaini kwa Mungu, hamtegemei Mungu, hamtarajii Mungu. Lakini maneno ya kinywa cha mtumwa wa dhambi, yeye mwenyewe anajinenea maneno mabaya, anajinenea maneno ya mauti, anajinenea maneno mabaya yeye mwenyewe bila aibu. Lakini hata mwili aliopewa na Mungu, mtumwa wa dhambi akiangalia tumbo lake, kifua chake, miguu yake, anajinenea maneno mabaya yeye mwenyewe, anaunenea maneno mabaya mwili wake, ananenea maneno mabaya viungo vya mwili wake. Huyu ni mtumwa wa dhambi ambaye Yesu Kristo alikuja kumwokoa. Lakini mtumwa wa dhambi anawanenea maneno mabaya wanadamu wenzake, maneno ya mauti, matusi, maneno ya mauti, maneno ya kuwatenganisha wanadamu wenzake, maneno ya kuwatenganisha na Mungu, maneno ya kuwatenganisha wanadamu wenzake wasiwe na amani. Huyu ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi hata maadui zake anawanenea maneno ya mauti, maneno mabaya, maneno mabaya. Hata watumwa wa dhambi wenzake anawanenea maneno mabaya ya mauti, anawanenea maneno mabaya. Hata uumbaji wa Mungu anaunenea maneno mabaya, wanyama anawanenea maneno mabaya, ndege wa angani anawanenea maneno mabaya, wadudu anawanenea maneno mabaya, ardhi anainenea mabaya, milima, mito, madini, vitu vya thamani. Mtumwa wa dhambi, kila kilichoumbwa na Mungu, yeye anakinenea maneno mabaya ya mauti. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, siku zote za maisha yake alimnenea Mungu baba yake maneno ya uzima, maneno ya kumtegemea. Yesu mwenyewe alijinenea maneno ya uzima, akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni mkate wa uzima, mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mzabibu wa kweli, mimi ni mchungaji mwema. Yesu alikuwa akijinenea maneno ya uzima. Mwili wake aliunenea maneno ya uzima, wanadamu aliwanenea maneno ya uzima, mpaka baadhi ya watu wakasema, twende wapi Bwana, wewe una maneno ya uzima? Na yeye mwenyewe akasema, nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Yesu hata maadui zake aliwanenea maneno ya uzima, maneno ya kuwapatanisha na Mungu, maneno ya kuwapatanisha wao kwa wao. Hata wenye dhambi Yesu aliwanenea maneno ya uzima yaliyowapatanisha na Mungu wao. Ndugu zangu wapendwa, Yesu hata uumbaji wa Mungu kwa ujumla aliunenea maneno ya uzima, maneno ya uzima na amani. Aliwanenea wanyama maneno ya uzima na amani, miti, misitu, ardhi, bahari, mawingu, kila kitu Yesu
alikinenea maneno ya uzima na amani. Ndio maana Biblia inasema vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Sasa kama Yesu aliishi maisha hayo, kwa nini wewe unanenea maneno mabaya uumbaji wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini Mungu unamnenea mabaya? Kwa nini unajinenea mabaya? Kwa nini mwili wako unaonenea maneno mabaya? Kwa nini wanadamu wenzako unawanenea maneno mabaya? Kwa nini maadui zako unawanenea maneno mabaya? Kwa nini wenye dhambi unawanenea maneno mabaya? Kwa nini uumbaji wa Mungu unaonenea maneno mabaya? Tabia hizo umezipata wapi? Wewe ni mtumwa wa dhambi. Haijalishi unasali kanisa la kiroho au kanisa la kawaida. Haijalishi unadai umeokoka au hujaokoka. Kama unaishi maisha haya, wewe ni mtumwa wa dhambi na unakwenda jehanamu. Leo hii Yesu akirudi unaachwa. Sehemu yako ni jehanamu. Eneo la 4 linaloweza kukusaidia kujua wewe ni mtumwa wa dhambi ni matendo yako. Yesu alipokuwepo duniani alimtendea baba yake matendo ya kumwonyesha anampenda, anamthamini, anamjali, matendo ya unyenyekevu. Yesu alijitendea yeye mwenyewe matendo ya upendo, ya kujithamini, ya kujijali. Mwili wake Yesu aliutendea matendo ya upendo, ya kuuthamini, ya kujali. Wanadamu Yesu aliwatendea matendo ya upendo, ya kuwathamini, ya kuwajali. Yesu Bwana wangu ninayemhubiri, maadui zake aliwatendea matendo ya upendo, ya kuwathamini, ya kuwajali. Wenye dhambi Bwana wangu Yesu aliwatendea matendo ya upendo, ya kuwathamini, ya kuwajali. Uumbaji wa Mungu kwa ujumla Yesu aliutendea matendo ya upendo, ya kuuthamini, ya kuujali. Nisikilize kwa makini. Mtumwa wa dhambi anaweza akajijua kwa matendo yake. Mtumwa wa dhambi anamtendea Mungu matendo ya mwili, matendo ya kiburi, matendo ya kutokumpenda Mungu, kutokumthamini Mungu, kutokumjali Mungu, matendo ya kiburi, matendo ya uzinzi, ya uasherati, fitina, faraka, uwizi, ujambazi, ukatili, ushoga, ugaidi, utekaji. Mtumwa wa dhambi wewe unapaswa kutubu leo na kumgeukia Mungu. Mtumwa wa dhambi yeye mwenyewe anajitendea matendo ya kuonyesha hajipendi, hajithamini, hajijali. Na wengine hata kuoga hawaogi, hawapaki mafuta, hata miili yao hawailishi vizuri, hawaitunzi. Matendo ya kujikatakata mwilini, kujichora, ya kuonyesha hauthamini mwili wake. Mtumwa wa dhambi wewe. Mtumwa wa dhambi hata mwili wake anautendea matendo mabaya, haujali, hauthamini. Mtumwa wa dhambi hata wanadamu wenzake anawatendea matendo ya mwili, matendo ya mwili ya kuonyesha hawapendi, hawathamini, hawajali wanadamu wenzake. Matendo ya chuki, ya fitina, ya uzinzi, ya ukatili, ya uasherati, ya ugaidi, ya utekaji. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi maadui zake anawatendea matendo ya kuonyesha hawapendi, hawathamini, hawajijali. Mtumwa wa dhambi tabia zake zinapingana kabisa na tabia za Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Maadui zake anawatendea matendo mabaya ya kuonyesha hawapendi, hawathamini, hawajali. Matendo ya chuki, ya fitina, ya faraka, uzinzi, uasherati, wizi, ujambazi, ukatili, jeuri, ufisadi. Hata wenye dhambi wenzake mtumwa wa dhambi anawatendea matendo mabaya ya kuonyesha hawapendi, hawathamini, hawajali. Matendo ya chuki, fitina, faraka, ufisadi, wizi, ujambazi, jeuri, ukatili, ushoga, ugaidi, utekaji, uwaji, majivuno. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Haijalishi unasali kanisa gani, haijalishi unasali wapi, wewe ni mtu wa dini gani, haijalishi. Wewe ni mtumwa wa dhambi, unapaswa kutubu leo na kumgeukia Yesu. Mtumwa wa dhambi hata uumbaji wa Mungu anautendea matendo mabaya. Anautendea uumbaji wa Mungu matendo ya kuonyesha haupendi, haujali, hauthamini. Mtumwa wa dhambi anawatendea wanyama matendo mabaya. Ndege wa angani anawatendea mabaya, wadudu anawatendea mabaya, ardhi anaitendea mabaya, madini anayatendea mabaya, bahari, mito na maziwa anaitendea mabaya. Mtumwa wa dhambi anatumiwa na Ibilisi kueneza uovu duniani.
Mungu anataka leo utubu na kumgeukia Bwana. Wewe uliye mtumwa wa dhambi, usijifiche kwa kusema umeokoka. Wokovu sio kichaka cha watumwa wa dhambi. Mungu leo aondoe hicho kichaka. Ujione ulivyo. Hawezi kujificha mbali na mkono wa Mungu. Mungu akusaidie kujiona leo na kwamba Bwana amekufumania hapo ulipo. Umejificha kwenye wokovu, umejificha kwenye dhehebu lako, umejificha kwenye siasa, umejificha kwenye fedha, umejificha kwenye mali, umejificha kwenye utoaji makanisani, lakini wewe ni mtumwa wa dhambi. Ukifa leo unakwenda jehanamu. Mungu anataka ubadilike. Wache matendo ya uovu, uvae matendo ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, mtumwa wa dhambi anaweza akajijua kupitia muonekano wake. Yesu Kristo Bwana wetu alipokuwa duniani, muonekano wake ulikuwa muonekano wa upendo. Alimuona baba yake kwa jicho la upendo la kumthamini na kumjali. Yeye mwenyewe Yesu alijiona kwa jicho la upendo la kujithamini la kujijali. Mwili wake aliuona kwa jicho la upendo la kuuthamini la kujali. Yesu aliupenda mwili wake, aliuthamini na kujali. Wanadamu aliwapenda, aliwathamini na kuwajali. Biblia inasema aliwapenda walio wake, aliwapenda upeo. Aliwapenda wanadamu, aliwaona kwa jicho la upendo la kuwathamini la kuwajali. Wenye dhambi Yesu aliwaona kwa jicho la upendo. Alisema sikuja kwa ajili ya wenye haki bali kwa ajili ya wenye dhambi wapate kutubu. Aliwaona wenye dhambi kwa jicho la upendo. Akasema mtu anaweza akapotelewa na kondoo mmoja akawaacha 99 akaenda kwa ajili ya mmoja. Yesu anaonyesha alivyokuwa anawapenda, anawathamini na kuwajali nyinyi wenye dhambi ambao nimetumwa kuwahubiria habari njema. Yesu anataka leo tubu na kumgeukia. Yesu aliwaona maadui zake kwa jicho la upendo la kuwathamini la kuwajali. Hata uumbaji wa Mungu Yesu aliuona kwa jicho la upendo, jicho la kujali, la kuuthamini. Alithamini wanyama, alithamini ndege wa angani, alithamini malaika, alithamini ardhi, bahari, mito na maziwa. Alithamini kila ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba. Ndugu yangu unayenisikiliza leo, mtumwa wa dhambi waweza kujielewa kwenye eneo hili la muonekano. Mtumwa wa dhambi anamuona Mungu kwa jicho la chuki, la fitina, la faraka. Anamuona Mungu kwa jicho la uovu. Mtumwa wa dhambi yeye mwenyewe anajiona vibaya, hajithamini, hajijali, anajiona kama kituki, kama mdudu, anajiona kama panzi, hajioni vile Mungu anavyomuona. Mtumwa wa dhambi mwili wake anauona kwa jicho baya, hauthamini, haujali, haupendi. Anatamani angekuwa na mwili kama fulani. Mwili wake hauoni kwa jicho la upendo la kuuthamini la kujali. Mtumwa wa dhambi anawaona wanadamu wenzake kwa jicho la chuki, la fitina, la faraka, la ukatili. Anawaona kwa jicho baya, hawapendi wanadamu wenzake, hawathamini wala hawajali. Mtumwa wa dhambi hata maadui zake anawaona kwa jicho la chuki, la uadui, la faraka, la uzushi, la manunguniko, la usengenyaji. Hawapendi maadui zake. Na Yesu alisema wapendeni maadui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili muwe kama baba yenu wa mbinguni alivyo. Mtumwa wa dhambi anawaona hata wenye dhambi wenzake kwa jicho baya, hawapendi, hawathamini, hawajali wenye dhambi wenzake. Mtumwa wa dhambi hauoni uumbaji wa Mungu kwa jicho la upendo, haupendi uumbaji wa Mungu, hauthamini wala haujali. Mtumwa wa dhambi anauona uumbaji wa Mungu. Wanyama anawaona kwa jicho baya, ndege wa angani anawaona kwa jicho baya, ardhi anaiona kwa jicho baya, madini anayaona kwa jicho baya, vitu vya thamani anaviona kwa jicho baya, gesi na mafuta anaona kwa jicho baya. Mtumwa wa dhambi kila alichokiumba Mungu kwa njia ya Kristo na kwa ajili ya Kristo anakiona vibaya, anakijiona kwa jicho baya, hakithamini, hakipendi wala hakijali. Huyu ni mtumwa wa dhambi. Au amejificha kwenye kanisa la kiroho au kanisa la walokole, au amejificha kwenye makanisa ya zamani, au amejificha kwenye dini yoyote ile. Mtumwa wa dhambi ni mtumwa wa dhambi.
Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Namba inayofuata, namba 6. Mtumwa wa dhambi anaweza kujiona kupitia mahusiano yake. Mahusiano. Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye ndio kielelezo chetu cha utakaso, cha kujitakasa, tunamtazama yeye afu tunajitazama sisi kama tunastahili au la. Huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu ninayemzungumzia, mahusiano yake na Mungu yalikuwa mahusiano ya upendo, ya kumthamini na kumjali baba yake wa mbinguni. Yalikuwa ni mahusiano ya unyenyekevu. Alimnyenyekea baba yake mpaka mauti ya msalaba. Yesu alikuwa na mahusiano ya upendo na nafsi yake. Alijipenda, alijithamini, alijijali. Ndio maana alitoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Yesu alikuwa na mahusiano mazuri na mwili aliopewa na Mungu. Alikuwa na mahusiano mazuri na kila kiungo chake. Alikipenda, alikijali, alikithamini kila kiungo cha mwili wake mpaka mauti ya msalaba. Yesu alikuwa na mahusiano mazuri na wanadamu wenzake. Aliwapenda, aliwathamini, aliwasaidia, aliwajali wanadamu wenzake. Hata wenye dhambi Yesu aliwapenda, aliwathamini, aliwajali, akitamani watoke kwenye maisha ya dhambi. Hata maadui zake Bwana wetu aliwapenda maadui zake. Aliwapenda maadui zake, aliwathamini, aliwajali. Alitamani wamgeukie Mungu baba yake wa mbinguni. Uumbaji wa Mungu kwa ujumla. Yesu alihusiana kwa upendo na uumbaji wa Mungu. Alihusiana kwa upendo na malaika wa Mungu. Alihusiana kwa upendo na wanyama. Alihusiana kwa upendo na ndege wa angani. Alihusiana kwa upendo na ardhi, mito, bahari, maziwa, upepo. Yesu ni bingwa wa mahusiano ya upendo, ya kuthamini na kuujali uumbaji wa Mungu baba yake. Nisikilize kwa makini. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na Mungu. Hana mahusiano mazuri na Mungu kwa sababu ya matendo ya mwili. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano na Mungu kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya uasherati, kwa sababu ya uchoyo, kwa sababu ya fitina, kwa sababu ya faraka, kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya ujambazi, kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya njama mbaya, kwa sababu ya ugaidi, kwa sababu ya utekaji, kwa sababu ya ushoga. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na Mungu. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na nafsi yake. Hajipendi, hajithamini, hajijali. Hana amani na nafsi yake kwa sababu anajitambua yuko mbali na Mwenyezi Mungu. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na mwili aliopewa na Mungu. Mwili wako huna mahusiano mazuri nao kwa sababu unautumia huo mwili visivyo. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano, haupendi mwili wake, hauthamini, haujali. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na wanadamu wenzake. Ana mahusiano na wanadamu wenzake, mahusiano ya chuki, ya fitina, ya magomvi, ya uzinzi, ya uasherati, ya ulevi, ya ubakaji. Ana mahusiano ya kikatili na wanadamu wenzake. Ana mahusiano ya ushoga, mahusiano ya utekaji, mahusiano ya ugaidi. Ana mahusiano mabaya na wanadamu wenzake. Mahusiano ya uzushi, mahusiano ya wizi, ya ujambazi, ya jeuri, ya hasira, mahusiano ya matendo ya mwili. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na wenye dhambi. Ana mahusiano ya kutukana, matusi, mahusiano ya uchawi, ya ushirikina, mahusiano ya uchoyo, ya uzinzi, uasherati. Ana mahusiano mabaya na wenye dhambi wenzake. Ana mahusiano mabaya na maadui zake, mahusiano ya matusi, mahusiano ya ugaidi, ya ushoga, mahusiano ya ukatili, ya chuki, fitina, faraka. Mtumwa wa dhambi anastahili kuokoka na kumgeukia Mungu. Anapaswa kuacha maisha yake anayoyaishi ili Yesu akirudi wakati huu aweze kuwa sehemu ya watakaomlaki mawinguni. Mtumwa wa dhambi hana mahusiano mazuri na uumbaji wa Mungu. Hana mahusiano mazuri na wanyama, na ndege wa angani, na ardhi, mito, bahari, maziwa, vitu vya thamani, madini. Hana mahusiano mazuri na mazingira. Hapendi mazingira, hayathamini wala hayajali. Mtumwa wa dhambi amebeba tabia za baba yake ambaye ni Ibilisi. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yesu alikuja kukuokoa. Leo hii nataka ujitambue. Ujitambue uko wapi
Kama unajua wewe ni mtumwa wa dhambi, unayo nafasi ya kutubu na kubadilisha maisha yako. Ndugu zangu wapendwa, eneo la 7 ni maamuzi. Yesu Kristo Bwana wetu kama kielelezo alimfanyia Mungu Baba yake maamuzi ya haki ya kumtii. Alikuwa na maamuzi ya kumtii Mungu Baba yake. Yeye mwenyewe Yesu alijifanyia maamuzi ya haki. Maamuzi ya haki ya kujiongoza kwenye haki. Hata mwili wake aliufanyia maamuzi ya haki. Yesu hajawahi kutumia vibaya kiungo chochote cha mwili wake. He has never misused any parts of his organs. Aliufanyia mwili wake maamuzi ya haki ya kuongoza mwili wake kwenye haki. Wanadamu wenzake aliwafanyia maamuzi ya haki. Aliwafanyia maamuzi ya haki wanadamu wenzake. Wenye dhambi aliwafanyia maamuzi ya haki ya kuongoza kwenye haki. Uumbaji wa Mungu kwa ujumla aliufanyia maamuzi ya haki uumbaji wa Mungu wa kuongoza kwenye haki. Maadui zake aliwafanyia maamuzi ya haki ya kuongoza kwenye haki. Wenye dhambi aliwafanyia maamuzi ya haki ya kuongoza kwenye haki. Yesu siku zote maamuzi yake yalikuwa ya haki. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye dharau, kwenye ubaguzi, kwenye upendeleo, kwenye rushwa, kwenye dhuluma, kwenye unyonyaji, kwenye magonjwa, kwenye umaskini, kwenye madeni, kwenye ujinga. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye ubahiri, kwenye vita. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye madeni, kwenye laana, kwenye kuhukumiana, kwenye kukataana, kwenye kupenda fedha, kupenda mali, kupenda sifa, kupenda anasa. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye kupenda madaraka. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye kujikweza, kwenye kukosa shukrani. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye kukata tamaa. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye mapokeo ya wanadamu, kwenye ukabila, kwenye udhehebu, kwenye udini, kwenye utaifa. Maamuzi ya Yesu yaliwatoa watu kwenye ubaguzi. Ndugu zangu wapendwa, maamuzi ya Yesu yaliwaongoza watu kwenye haki. Mtumwa wa dhambi anaweza kujitambua kwa sababu maamuzi yake yanapingana na maamuzi ya Yesu. Mtumwa wa dhambi anamfanyia Mungu maamuzi ya kumuasi. Hamtii Mungu, hatii amri za Mungu, hamtii Mungu kwa namna yoyote. Huyu ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi yeye mwenyewe anajifanyia maamuzi yasiyo ya haki, maamuzi ya kujidharau, ya kujikataa, ya kujihukumu, ya kujibagua. Anajifanyia maamuzi yasiyo ya haki. Hatambui mamlaka aliyopewa na Mungu wake. Mtumwa wa dhambi hata mwili aliopewa na Mungu anaufanyia maamuzi yasiyo ya haki, maamuzi ya kuudharau, ya kuukataa, ya kuubagua, ya kuhukumu mwili aliopewa na Mwenyezi Mungu. Huyu ni mtumwa wa dhambi. Hata wanadamu wenzake anawafanyia maamuzi yasiyo ya haki, maamuzi ya kuwadharau, ya kuwakataa, ya kuwabagua, ya kuwahukumu, maamuzi ya ukabila, ya utaifa, maamuzi ya upendeleo, maamuzi ya kuwateka, maamuzi ya ushoga, maamuzi ya ubahiri, maamuzi ya udini, ya udhehebu, ya kukataa wengine, kwa hukumu wengine. Mtumwa wa dhambi, badilika. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako ili uyakatae maisha unayoyaishi sasa ya dhambi, uingie kwenye maisha mapya. Kama Biblia inavyosema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtumwa wa dhambi, maadui zake anawafanyia maamuzi yasiyo ya haki, maamuzi ya kuwadharau, ya kuwakataa, ya kuwabagua, ya kuwadhulumu na mambo kama haya. Mtumwa wa dhambi hata uumbaji wa Mungu, kama wanyama, ndege wa angani, kila alichokiumba Mungu anakifanyia maamuzi ya kukidharau, ya kukikataa, maamuzi yasiyo ya haki. Huyu ni mtumwa wa dhambi ambaye Yesu alikuja kuokoa maisha yake. Ndugu zangu wapendwa, eneo la 8 na la mwisho, mtumwa wa dhambi anapaswa amwangalie Yesu kwenye misimamo. Yesu Bwana wangu alimsimamia Baba yake wa mbinguni kwa misimamo ya haki. Misimamo ya haki ya kutambua mamlaka ambayo Baba yake wa mbinguni anayo juu yake. Yesu aliitambua mamlaka ya Baba yake. Na ndio maana alisema Baba ni mkuu kuliko mimi. Na akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu alimsimamia Baba yake kwa misimamo ya haki, kama kiongozi wake, kama mwokozi wake, kama mtakatifu wake, kama mshindi wake. Maamuzi ya Bwana wetu Yesu Kristo, misimamo ya Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni misimamo ya kutambua uwepo wa Baba yake,
Na ndio maana kwenye Yohana 17 mstari wa 3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nisikilize kwa makini. Yesu alimsimamia Baba yake wa mbinguni kwa misimamo ya haki. Yeye mwenyewe Yesu alijisimamia kwa misimamo ya haki ya kutambua mamlaka aliyopewa mbinguni na duniani. Mwili wake aliusimamia kwa misimamo ya haki. Hakukubali kumisuse any parts of his organ. Yesu alikuwa na msimamo. Hakukubali kiungo chochote kitumiwe na Ibilisi kumwasi Mwenyezi Mungu. Alikuwa na misimamo ya haki. He never permitted any parts of his organ to be misused. Never. Yesu aliwasimamia wanadamu kwa misimamo ya haki, misimamo ya kuwaongoza kwenye haki. Hata walipomwambia, mbona unakaa na wenye dhambi? Akasema, sikuja kwa ajili ya wenye haki, nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi wapate kutubu. Alikuwa na msimamo wa kuongoza watu kwenye haki. Walipomwambia, kula chakula Bwana, akasema, no, chakula changu ni kuyafanya mapenzi ya Baba yangu nimalize kazi. Alikuwa na msimamo. Yesu alikuwa na msimamo. Hata watu walipotaka kumtoa kwenye kusudi la Mungu na maisha yake, hakukubali. Daima alisimamia mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kuwapatanisha watu na Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kuwafundisha watu wamjue Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa mchungaji mwema. Mapenzi ya Mungu ilikuwa kwake ni kufanya kazi ya utume. Mapenzi ya Mungu kwake ilikuwa kusimama kama nabii. Yesu alisimamia misimamo ya haki. Aliwasimamia wanadamu wenzake kwa misimamo ya haki, ya kuwaongoza kwenye haki. Hakuna misimamo ya kuwadharau, ya kuwakataa, ya kuwabagua, ya kuwanyonya, ya kuwadhulumu. Hakuna misimamo isiyo ya haki. Aliwasimamia kwa misimamo ya haki. Hata wenye dhambi aliwasimamia kwa misimamo ya haki, ya kutambua ya kwamba amekuja kwa ajili yao. Aliwasimamia kwa misimamo ya haki. Hata watu walipomshutumu kwamba anakula na kunywa pamoja na wenye dhambi, Yesu alikuwa na msimamo. Sikuja kwa ajili ya wazima, nimekuja kwa ajili ya wagonjwa. Ndugu zangu, hata maadui zake Yesu aliwasimamia kwa misimamo ya haki. Petro alipochukua upanga akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, Yesu akasema, auaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Petro, rudisha upanga wako alani. Msimamo wa Yesu ilikuwa ni kumaliza kazi aliyotumwa na Baba yake wa mbinguni, na kutaka yeyote azuie kusudi la Mungu na maisha yake. Ndugu zangu mnaonisikiliza, hata watumwa wa dhambi Yesu aliwasimamia kwa misimamo ya haki. Maadui zake aliwasimamia kwa misimamo ya haki. Uumbaji wa Mungu kwa ujumla aliusimamia kwa misimamo ya haki, kuhakikisha uumbaji wa Mungu wote unafanya mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Na hata alipokuwa anafundisha sala ya Bwana akasema, mnaposali semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Daima Yesu alisimamia mapenzi ya Baba yake kwa uumbaji wa Mungu. Alisimamia mapenzi ya Mungu kwa wenye dhambi. Alisimamia mapenzi ya Mungu kwa maadui zake. Alisimamia mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Alisimamia mapenzi ya Mungu kwenye mwili wake aliopewa na Mungu. Alisimamia mapenzi ya Mungu kwenye nafsi yake. Alisimamia mapenzi ya Mungu katika mawasiliano yake na Baba yake wa mbinguni. Wenye dhambi, mwaweza kujitambua kwamba nyinyi ni wenye dhambi katika eneo la msimamo. Wenye dhambi hawamsimamii Mungu kwa misimamo ya kumtii. Hawana msimamo katika Mungu. Daima wanamtenda Mungu dhambi. Wenye dhambi wanamsimamia Mungu kwa misimamo ya kumwasi. Fursa yoyote ya kumwasi Mungu ikitokea, imewasomba. Wewe unasema umeokoka, lakini hauna msimamo. Dhambi ikija na kusomba kama maji yanavyosomba karatasi. Yesu alikuwa na msimamo wa haki. Alisimamia kumtii Mungu. Alisimamia mapenzi ya Mungu. Wewe dhambi inakuchezesha shele. Leo uko ndani ya Kristo, kesho umetoka. Sikiliza, kwa sababu wewe ni vuguvugu, Mungu ameahidi kukutema. Tubu leo, mgeukie Mungu. Mwenye dhambi msimamo wake yeye mwenyewe hajisimamii kwa misimamo ya haki. Anajidharau, anajikataa, anajihukumu, anajiona yeye sawa na kidudu, kituki.
anajiona kama panzi. Ni msimamo wa dhambi. Wewe ni mwana wa Mungu, tubu leo na kumgeukia Bwana. Wenye dhambi, msimamo wao, wanajisimamia kwa misimamo isiyo ya haki, misimamo ambayo inaonyesha wao hawajitambui. Wenye dhambi wanasimamia miili yao kwa misimamo isiyo ya haki, misimamo ya dharau. Wanadharau miili yao, wanaikataa, wanaibagua, wana misuse miili yao. Halafu wanadai wameokoka, wanadai wanasali, wanadai wanakwenda kwenye ibada. Wenye dhambi siku hizi wanakwenda kanisani kumdhalilisha Mungu, kumdharau, kumtweza, kumbeza, kwamba utatufanya nini? Mtumwa wa dhambi anawasimamia wanadamu wenzake kwa misimamo ya kuwadharau, ya kuwakataa, ya kuwahukumu, ya kuwadhulumu, ya kuwanyonya, ya rushwa, ya ukabila, ya udini, ya udhehebu. Anawasimamia wanadamu wenzake kwa misimamo isiyo ya haki, tabia mbaya ambazo Yesu hajawahi kuwa nazo. Mtumwa wa dhambi anawasimamia maadui zake kwa misimamo isiyo ya haki, anawadharau maadui zake, anawakataa, anawabagua, anawahukumu. Mtumwa wa dhambi, uumbaji wa Mungu kama wanyama, ndege wa angani, ardhi, kila alichokiumba Mungu anakisimamia kwa misimamo isiyo ya haki, misimamo ya kudharau uumbaji wa Mungu, ya kuukataa uumbaji wa Mungu, ya kuuhukumu, ya kuubagua, misimamo isiyo ya haki. Watu wa Mungu, mtumwa wa dhambi maisha yake ameyaiga maisha ya Shetani. Yesu Kristo aliinuliwa ili watumwa wa dhambi wamtazame Yesu na kumwambia Yesu, utuokoe kutoka katika maisha ya dhambi. Na Biblia inasema kila alitajaye jina la Bwana ataokolewa. Leo unayo fursa, baada ya mimi kukuonyesha mtumwa wa dhambi ni mtu wa namna gani. Mungu anapomuona mtumwa wa dhambi anamuona kwa jicho gani? Anamuonaje? Nimekueleza kwamba dhambi inakaa kwenye mawazo, kwenye mtazamo, kwenye maneno ya kinywa, kwenye matendo, kwenye muonekano, kwenye mahusiano, kwenye maamuzi na kwenye misimamo. Mtumwa wa dhambi sehemu yako ni jehanamu. Unaweza ukafanyiwa ibada na dhehebu lako, wanaweza wakalia, wakasali, wakasema umeenda peponi. Si kweli. Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana. Katika Bwana maana yake mbali na dhambi. Tubu leo kwa dhambi ambazo umekuwa ukimtenda Mungu, kwa mawazo yako, kwa mtazamo wako, kwa maneno yako ya kinywa, kwa matendo yako, kwa muonekano wako, kwa mahusiano yako, kwa maamuzi yako na kwa misimamo yako. Mimi nipo kukusaidia kutambua ugonjwa wako huo wa dhambi, ili umuone daktari Yesu Kristo, utubu dhambi zako na umwambie akupe neema ya kuwa kiumbe kipya. Kwa maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kiumbe kipya ni kiumbe chenye mawazo mapya, chenye mtazamo mpya, chenye maneno ya kinywa mapya, matendo mapya, muonekano mpya, mahusiano mapya, maamuzi mapya na misimamo mipya iliyoumbika kutokana na Yesu Kristo. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Unapaswa kuwa na mawazo ya moyo safi, mtazamo wa moyo ulio safi. Unapaswa kuwa na maneno ya kinywa yanayotoka moyoni mwako safi. Unapaswa kuwa na matendo ya moyo safi, muonekano safi, mahusiano safi, maamuzi ya moyo safi na misimamo ya moyo safi. Kwa maana Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ujumbe huu ninauzungumza kwa sababu ninajua wako watakaosikiliza watatoka jehanamu leo na kuingia mbinguni leo. Heri wafu wafao katika Bwana. Ikiwa unapokea maneno haya, piga magoti yako, weka mkono wako kifuani, sema maneno haya: Yesu, ninaomba uniokoe. Sema tena, sema: Yesu, naomba uniokoe. Natubu dhambi zangu zote. Damu yako inisafishe, inioshe mbali na uovu wangu. Naomba unitakase Yesu. Naomba unitakase mawazo yangu. Takasa mtazamo wangu.
Takasa maneno yangu ya kinywa, takasa matendo yangu, takasa muonekano wangu, takasa mahusiano yangu, takasa maamuzi yangu, takasa misimamo yangu. Yesu, ninaomba neema ya kuyaiga maisha yako. Amen. Kama umeomba hivyo, nataka nikuambie wazi, Roho Mtakatifu yuko hapo ulipo, amekuatamia. Sasa takwenda kuomba kwa ajili yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Mungu umenituma kumfunua Yesu katika maisha ya wanadamu. Nimemfunua leo Yesu ili wenye dhambi wapate kumtazama Yesu na kujiona jinsi walivyo kwenye utumwa wa dhambi. Huyu ndugu yangu leo ameamua kupatana na Yesu. Ameamua kupatana na wewe Mungu. Ameamua kutubia dhambi zako na kukugeukia. Baba, namuombea neema. Naomba umtunze, umlinde na kumtetea. Naomba umpe neema ya kupata matunzo mazuri, aweze kukua katika kumjua mwanao, aweze kukua katika mawazo ya Kristo, katika mtazamo wa Kristo, katika maneno ya Yesu, katika matendo ya Yesu, aweze kukua katika muonekano wa Yesu, aweze kukua katika mahusiano ya Yesu, aweze kukua katika maamuzi na misimamo ya Yesu, ili siku utakaporudi, Bwana, awe mmoja katika wale wataka kulaki mawinguni. Baba Mungu, ninambariki na kumwombea neema katika jina la Yesu. Ikiwa umesikiliza mafundisho haya na ikiwa umeamua kupatana na Mungu leo ili uwe kiumbe kipya, wasiliana na mimi kwa namba ifuatayo: 0710441621. Wasiliana na mimi kupitia 0710441621. Utakaponipigia, niambie nimesikiliza neno la Mungu kupitia wewe na leo nimeamua kuokoka. Nimeamua kupatana na Yesu. Nimeamua kuanza maisha mapya ndani ya Yesu. Mungu akubariki na kukutakasa katika jina la Yesu. Mimi ni mtume Joseph Julius Goriama. Ndugu zangu wapendwa, asanteni kwa kunisikiliza.